Karibu katika safari hii adhimu ya kifikra na kihistoria, safari ambayo itaturudisha nyuma karne nyingi, kupenya katika mistari ya vitabu vya kale na kutembea katika mitaa ya miji iliyojificha ili kuchunguza kwa kina moja ya makundi kongwe zaidi katika Uislamu, kundi ambalo mara nyingi hueleweka vibaya, kusahaulika au kupotoshwa katika mijadala ya kisasa. Hili ni kundi la Al-Ibadhiyya au Ibadhi. Dunia ya Kiislamu leo, kwa mtazamo wa haraka, inaonekana kugawanyika katika makundi makuu mawili: Sunni ambao ndio wengi na Shia ambao ni kundi la pili kwa ukubwa. Lakini lipo kundi la tatu, kundi ambalo limehifadhi hazina ya elimu na ustaarabu kwa zaidi ya miaka 1300. Hawa ni Ibadhi ambao wanapendelea kujiita Ahlul Haq wa al-Istiqama, ikiwa na maana ya watu wa ukweli na msimamo nyofu. Je, ni kina nani hasa watu hawa? Je, historia yao ilianzia wapi? Na ni nini hasa kinachowatofautisha na mabilioni ya Waislamu wengine duniani? Ili kujibu maswali haya, hatuna budi kufungua kurasa zilizokunjwa za historia. Safari yetu inaanzia katika mwaka wa 37 Hijria, mwaka ambao uliacha kovu kubwa katika historia ya Uislamu. Huu ulikuwa wakati wa vita vya Siffin, vita vilivyopiganwa kati ya halifa wanne Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan. Vita hivi havikuwa vita vya kawaida, bali vilikuwa ni mpambano wa kifikra na kisiasa uliotishia kuugawanya umma wa Kiislamu vipande vipande. Mapigano yalipopamba moto na damu nyingi kumwagika, ilipendekezwa kufanyika kwa tahkim, yaani usuluhishi wa kibinadamu, ili kumaliza mgogoro huo. Hapa ndipo chimbuko la Ibadhiyya linapojitokeza. Kundi la wanazuoni, wasomi wa Qur'an na wachamungu walisimama kidete na kukataa usuluhishi huo wa kibinadamu katika mambo ambayo Allah tayari alishatoa hukumu yake. Walisema kwa sauti moja, la hukma illa lillah, wakimaanisha hapana hukumu isipokuwa ya Allah. Kundi hili la awali liliitwa Al-Muhakkima. Ni muhimu sana hapa kufanya upambanuzi wa kina ili kuondoa mkanganyiko uliodumu kwa karne nyingi. Watu wengi na hata baadhi ya vitabu vya historia huchanganya Ibadh na Khawarij. Ukweli ni kwamba baada ya kundi la Muhakkima kujitenga, kulizuka mgawanyiko mkubwa wa ndani. Upande mmoja walijitokeza watu wenye misimamo mikali sana, wakiongozwa na mtu aliyeitwa Nafi' bin al-Azraq. Kundi hili lililoitwa Azarika lilianza kuhubiri itikadi ya hatari, likisema kuwa Muislamu yoyote asiyekubaliana na mawazo yao ni kafiri, na kwamba ni halali kumuua yeye, familia yake na kuchukua mali zake. Hawa ndio Khawarij waliochafua jina la harakati hii kwa kumwaga damu za wasio na hatia. Lakini upande wa pili kulikuwa na kundi la wanazuoni watulivu wenye hekima na busara, likiongozwa na Abdallah bin Ibadh al-Tamimi na mwanazuoni mkubwa Imam Jabir bin Zaid. Abdallah bin Ibadh, ambaye jina la madhehebu haya linatokana naye, alisimama kidete kupinga ukatili wa Azarika. Aliandika barua nzito na maarufu kwa Khalifa Abdul Malik bin Marwan, akisema wazi wazi na bila kumungunya maneno, sisi hatuko pamoja na Ibn al-Azraq na tunajiepusha na matendo yake ya umwagaji damu. Sisi tunawaona Waislamu wengine kama watu wa kibla ambao damu yao ni haramu na mali zao ni haramu. Hivyo Ibadh walichagua njia ya da'wa, elimu na mjadala wa kistaarabu, tofauti kabisa na Khawariji wengine waliochagua upanga na fujo, ambao hatimaye walipotea na kubaki kama kumbukumbu mbaya katika historia. Ibadh wamebakia hadi leo kwa sababu msingi wao haukujengwa juu ya hisia za muda mfupi, bali ulijengwa juu ya elimu thabiti ya Imam Jabir bin Zaid. Imam Jabir hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa tabi'i mkubwa, mwanafunzi kipenzi wa Abdallah ibn Abbas, binamu ya Mtume na bahari ya elimu ya umma huu. Imam Jabir alisikika akisema, nimechukua elimu kutoka kwa maswahaba 70 walioshiriki vita vya Badr. Hivyo, elimu ya Ibadh ni elimu halisi inayotoka moja kwa moja kwenye chimbuko safi la Uislamu. Tukiingia ndani zaidi katika bahari ya itikadi na imani, tunakutana na hoja nzito za kiakili na kimaandiko zinazowatofautisha Ibadh na madhehebu mengine.
Jambo la kwanza na kubwa zaidi ni suala la ru'yat Allah, yaani je, waumini watamuona Mungu siku ya Kiyama? Katika itikadi ya Ibadh, jibu ni hapana. Wanaamini kuwa Mwenyezi Mungu hataonekana kamwe, iwe hapa duniani au peponi. Huu si msimamo wa kukataa uwezo wa Mungu, bali ni msimamo wa kutakasa utukufu wa Mungu. Ibadh wanajenga hoja zao katika misingi miwili: dalili za kiakili na dalili za kimaandiko. Kiakili wanasema kuwa kumuona kitu kunahitaji masharti ya kifizikia. Ili jicho la mwanadamu au kiumbe yoyote lione kitu, lazima kitu hicho kiwe na mwili, kiwe na mwelekeo maalum